Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Siku ya jana usiku kabisa, taarifa zinaeleza ya kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Al-Ghazi amewasili Islamabad nchini Pakistan, kulingana na vyombo vya habari vya Pakistan. Awali gazeti la Tasnim News linaloshirikiana na IRGC linaripoti kwamba hakuna mazungumzo na Marekani yaliyoko kwenye ajenda ya Abbas Al-Ghazi, na safari yake kwenda Islamabad si ya mazungumzo na Washington. Na nukuu, anazungumzia tu upande wa Pakistani kuhusu masuala ya Jamhuri ya Kiislamu kuhusu mwisho wa vita, ripoti ilisema hivyo, mwisho kunukuu. Lakini baada ya muda mfupi taarifa inatoka ya kwamba mjumbe maalum wa ikulu ya Marekani Steve Witkoff na mkwewe Donald Trump Jared Kushner watasafiri kwenda Pakistan kushiriki mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Al-Ghazi weekend hii. CNN iliripoti ikinukuu maafisa wawili wa utawala wa Marekani watakwenda pale nchini Pakistan Islamabad. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwa sasa hana mpango wa kuhudhuria, kwani spika wa bunge la Iran Mohammad Baghel Al-Baf pia hashiriki, ripoti hiyo ilisema. Maafisa walisema Van atakuwa tayari kusafiri hadi Islamabad ikiwa mazungumzo yataendelea na wafanyakazi wake watakuwa Pakistani kuhudhuria mazungumzo hayo, mwisho kunukuu. Mtazamaji, taarifa hii ndivyo jinsi ambavyo ilivyo. Kwa maana yake waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran yuko pale Islamabad nchini Pakistan. Sasa Trump, kutokana na kuona mara ya kwanza alimtuma JD Vance, makamu wake wa rais wa kuelewana, kaamua kumtuma moja ya mjumbe, lakini pia akamtuma na baba mkwe wake aende akazungumze na Abbas Al-Ghazi waweze kuzungumza, uone namna gani unaweza kuvimaliza hivi vita. Wakati wa Abbas Al-Ghazi amekwenda Pakistan kwa ajili ya kuzungumzia haya mambo ambayo yanaendelea ili wamalize vita. Lakini sasa Trump, kutokana na nafasi yako ambako amekapata kama mtu mmoja kwenda pale Pakistan, ikabidi naye amtume mtaalamu na kumtuma baba yake mkwe waende wakazungumze pia, waangalie watafikia wapi. Maoni yako mtazamaji wa Bongo Super Media ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa.